Ndiyo, karibu tena katika kipindi cha leo katika Injili ya Sayansi, na katika kipengele cha leo tunaweza kujifunza kuhusiana na self leadership and personal development. Tunashukuru kwamba unaendelea kufuatilia session zetu kadha wa kadha kuhusiana na session iliyopita na ile nyingine. Naamini katika siku ya leo kuna kitu kimoja cha msingi sana ambacho natamani tujifunze kwa pamoja. Na session hii ya leo itahusiana na kitu kimoja, who is true enemy. Who is true enemy? Ni nani aliye adui yetu halisi? Adui yetu halisi ni nani? Ujue tunaishi kwenye cloud and the average ya jamii ambayo watu wame be grouped na kubi thought kulingana na magrupu ya namna fulani. Mfano, kuna bato nyingi sana ama kuna mapambano mengi sana yanayoendelea katika ulimwengu huu kwa sasa, hata katika jamii yetu, achana tu na kwa ulimwengu. Na hizi vitu vinatugrupu na kutusoti, kututenganisha kwa namna moja nyingine, kiasi kwamba tushindwe kuelewa adui yetu halisi ni nani. Mfano, kuna effects nyingi sana na critic nyingi sana ambazo zimeanzishwa kiasi zimewafanya watu wagawanyike na kushindwa kuelewa adui halisi anaweza kutushambulia. Mfano, kuna bato nyingi sana. Bato moja hapo ambayo inaongoza kuua watu wengi na kuharibu idea za watu ni bato ya kidini, religious battle. Watu leo wamebi grouped. Kuna walio na akili za kimovement ya Kizayuni, Zionism movement, lakini kuna wale wanaoamini pia katika mfumo wa Islamic movement, yani movement za Kiislamu, lakini pia na movement za Kizayuni, ambao mara nyingi hata ukiangalia unakuta hata kama inapotokea changamoto, dunia inagrupiwa katika magrupu makubwa mawili, kwamba kuna Waislamu na Wakristo, ukiacha hata Wabuddha na Wahindu na vitu vingine. Kiasi vitu hivi vimefanya watu kuwa wanapigana, watu kuwa wanapata confusion nyingi pasina kuelewa adui halisi ni nani. Mfano, leo sisi unaweza kukuta tunagombana, mimi Muislamu bwana, mimi sasa kushika, yani adhifu, yani kama ulizaliwa kama wewe ndio ulikuwa Muislamu, lakini ukiangalia kwa halisia wote wametoka kwa mtu mmoja. Na hata kama umezaliwa mtu mmoja labda anasilimu au mtu mmoja anabatizwa, basi inawafanya watu kutengeneza madaraja. Na hii ndio mmoja wapo ya kitu ambacho kinaua watu wengi sana. Wakati fulani tunakosa maarifa ya msingi ya kutusaidia, kwa sababu tunaamini eti mimi ni mtu wa dini fulani, siwezi kumsikiliza mtu fulani. That is a challenge. Wata nyingine ambayo inaendelea sana sasa hivi, ambayo iko on move na iko hoti sana, ni battle moja hapo tunasema economic crisis au economic battle. Yaani kuna zile vita za ideology za kibepari, kuna zile ideology za ujamaa, kiasi kwamba zimewagrupu watu. Mfano, ukiangalia kwa walisha sasa hivi, capitalism na socialism ndio zinazo shake kwenye in terms of financial, ndio zinazo shake watu, kiasi kwamba unakuta kila mtu ana blame, ana complain. Yaani kila mtu tu sasa hivi inafika stage inapofika katika issue hiyo, watu wanakuwa wanalalamika. Anapolalamika vile, hata unapo complain, hata nilipokuja kufundisha kwenye session iliyopita kuhusiana na identity yako, once you brain more, you confuse your brain. Na unapo confuse your brain, you can identify your opportunity. Yaani leo unapoendelea kulalamika zaidi, ndivyo ambavyo akili yako na idumaza zaidi katika kufocus kwenye vitu vya msingi. Ndio maana sasa unakuta watu wanalalamika, yaani unakuta, yaani the way unapoenda kulalamika. Ndio maana ukiangalia kuanzia 2020 baada ya corona, watu wakubwa ambao wana system kubwa za financial ndio wameendelea kukua zaidi, wakati ambapo uchumi wa dunia una drop na watu wa China wanazidi kuwa wa chini zaidi. Kwani watu wa China waliendelea kulalamika zaidi, afu wakati huo wenzao na focus kufanya kazi zaidi. As you brain more, hii ni moja wapo ya bato kubwa sana ambayo inatenganisha watu, kwamba kuna hapa peripheral themi na wale waroa kabisa. Kwa hii ni moja wapo confusion kubwa ambayo inatokea. Bato nyingine ambayo iliyopo katika ulimwengu wa leo ni bato ya belief battle. Yaani kuna wale wanaoamini kuna Mungu na ambao wanaamini hakuna Mungu, wale wanaoamini nadharia za uibukaji na vitu kadha wa kadha. Kiasi kwamba mfano kwa ulimwengu wa sasa hivi, hizi ni movement ambazo zifuatana katika mtandao zimerise sana. Kwa maeneo ya Ulaya
zimerise kiasi kwamba yani kuna debate ya kati ya wale ambao wanaamini Mungu na wale ambao hawaamini Mungu. Na sometimes unapowasikiliza unakuta kuna logic ambazo zinatolewa zina confuse watu na wanashinda kuelewa who is a true enemy. At the end mtu anaamua mimi naenda hivyo hivyo bwana, mimi naishi hivyo hivyo. Jambo lingine ambalo bato kubwa iliyopo sasa hivi ni bato ya kielimu, education battle. Kuna watu wanaamini ili kuweza kujifanya maisha yao, ili kwa sababu ya external validation ya kutambuliwa kwa nje, labda anataka ili nianze kutambuliwa, basi labda nianze kwenye master's degree au si bachelor degree au si certificate diploma, PhD. Yani maana yake ni bato ambazo zina classify watu na kwa recognize watu kulingana na the way ya kila ambacho licho hold. Na kiasi kwamba kinawafanya watu sasa kwamba wewe amesoma bwana, mimi sijasoma bwana, acha niache hivyo. Lakini kwa uhalisia ukiangalia hiyo system au hiyo battle, it is not our enemy. There is a real enemy behind the veil. Yani kuna adui mkubwa zaidi ambaye ana control hii kitu ambacho wakati fulani zinazoweza kutokea behind kwa nyuma ya pazia. Lakini wakati changamoto inayotokea ni nini? Wengi tunaaminishwa bwana, huyo ndo adui yetu, hiyo ndo changamoto. Kwa hiyo watu wameishi katika hiyo ideology. Baada nyingine ambayo naiona ina focus kwa kasi sana, battle ya political battle. Na hii ndio wakati fulani pia inaamua hata namna ya maisha ya uishi vipi, ule vipi na uoperate vipi maisha yako. Mfano hapo kwa kugusia kwenye issue ya politics, kuna wale ambao wanaamini kwenye mfumo wa serikali ya command, dictatorship, socialism, ambao wanaamini katika mfumo mmoja tu kwamba once you command everything is quiet and you must respond. Lakini kuna wale ambao wanaamini kwenye ukuu kwamba si democracy. Ndio maana sasa hivi kuna movement kubwa hata zinavyo insist ya ulimwengu sasa hivi. Unaposema watu wa Republican, ndio watu wanaonekana wenye logic kubwa kwa Amerika. Watu wanaweza kureason, kuchallenge na kufanya maamuzi ya sahihi. Lakini kuna watu wa Democrat ambao wanaamini wao ni uhuru, chochote what you want let us do. Chochote unachotaka unaweza kufanya. Kwa hizi ni ideology ambazo zinawafanya. Kwa ukiangalia nchi kama Urusi, China, Korea Kaskazini, wao wanaamini katika mfumo wa kucommand ambao always aliye kiongozi ndio mwenye maamuzi. Kwa wakati fulani kumekuwa hapo na bato kati ya hao wanaoamini kwenye freedom na wanaoamini katika command. Jambo ambalo lina confuse watu kwamba wanashindwa waende wapi. Jambo la mwisho ambalo tunaweza kueleza katika hizi battle ni battle ya social, battle ya kijamii. Changamoto za kijamii ama mapambano ya kijamii. Mfano leo changamoto, confusion kubwa sana ambazo zinatokea katika jamii. Mfano mambo ya michezo, mambo ya burudani, vitu ambavyo vina confuse watu kwa kusema hivi ndio vinavyoharibu watu, hivi ndio vinavyoharibu maadili ya watu. Lakini behind the veil watu wanashindwa kuelewa adui aliye nyuma ya haya yote. Mimi nachoweza kukuambia kwanza, wewe unaifuatilia vipindi vya Injili ya Sayansi, uweze kuelewa kwanza vitu vyote hivi sio adui yako. Kuna kitu kimoja kinaitwa idea. Hizi zote ni idea ambazo watu walikaa wakatengeneza, na watu wamekuwa kinhealthy, wanaishi kwa hizo ambazo ni watu miaka mingi sana. Kwa maana kuna mtu mmoja alisema idea is a strong weapon rather than a nuclear bomb. Yaani wazo ni silaha kubwa zaidi kuliko silaha yoyote hata ya nuclear. Kwa sababu ikiwa aliyeanzisha mifumo ya kijamaa alishakufa, leo inaendelea kuwatumikisha watu. Ikiwa aliyeanzisha mifumo labda ya kibepari alishakufa, lakini idea yake inaendelea kuishi mpaka leo. Kwa hiyo hivi vyote vinapotokea ni idea za watu, lakini this is not our enemy. Yaani behind ya haya yote ambayo yameleta confusion kwenye jamii yetu, au behind ya haya yote ambayo yanatokea kiasi kwamba watu wanapata confusion, sio adui yetu. Na ndio maana kinachotokea kwamba watu wanashambuliana kwa mlengo wakijua kwamba huu sio dini yangu ni muue, sio kwa sababu hivi. Lakini kwa uhalisia huo sio uadui. Adui yuko nyuma zaidi ya hivyo vitu. Yaani hivi tu ni vitu ambavyo vinaonekana ni mfupa kwa nje, lakini kwa behind kuna ile nyama yenyewe ambayo imebe hidden
na ni watu wachache sana ambao wanaielewa. Ndio maana tunapokuwa tukishiriki nayo katika session hizi za personal development, self leadership, lengo mahususi ni kukusaidia wewe uweze kujitambua wewe binafsi, uweze kutambua kwamba though unaishi katika kipindi kigumu chenye challenge nyingi, hauhitaji kucomplain sana. You must to continue with battle. Yaani unapaswa uendelee. Hivi unafikiri kati haya yote, kama nimesema, sio adui yako, je, unafikiri adui yako ni nani? Jambo la kwanza uweze kuelewa kwamba haya yote yametengenezwa na lengo, yametengenezwa haya mambo, hii mifumo yote, milengo haya yote imetengenezwa na watu. Lengo mahususi, jambo la kwanza ni kukuondolea freedom, ni kukuondolea uhuru. Yaani wakati fulani unapokuwa kwenye mlengo fulani, hata kama ukiona mtu fulani anafanya kitu ambacho ni sahihi na kitu ambacho kina logic, mtu aweze kusikiliza, kwa sababu unasema huu sio wa upande wangu. Maanake hivi systems zimetengenezwa lengo kukuondolea freedom, kukuondolea independence, kukuondolea uhuru. Uweze kuelewa hivi vitu vipo ili kukuondolea wewe uhuru. Lakini wakati fulani tumekuwa ni washabiki sana, na tuko tunakuwa sisi ndo in front line ya kupush hizi agenda ziende, lakini behind the veil hatuwezi kuelewa vitu ambavyo vinavyokuwa nyuma hapo. Lakini jambo la pili, hii mifumo imeletwa ili kukucontrol, kukuondolea your dominance, mamlaka, kujitawala binafsi. Bwana, ukiwa kama mfanya kazi, unaweza ukafanya kazi leo ukaumwa au ukaondoka, unaamini kwamba wewe ndio ulikuwa yuabeza kwenye hiyo system unaofanya kazi, lakini labda umeumwa au si umekufa, utaondolewa na nafasi yote ichukue mtu mwingine. Au hata kama ukiumwa utasema sio nategemea mimi, lakini within 1 hour let's just to come, unashangaa kuna vitu vingine vinaendelea wakati wewe au. Hii inamaanisha nini? Hii inakueleza kwamba wakati fulani wewe upo usiwepo, mambo yataenda. Ndio maana unaweza kuomba likizo. Bwana, si mimi nimepata changamoto, naomba likizo ya wiki. Ukakaa wiki, unakaribia wiki kuisha, uombe ongezee tena wiki nyingine. Sasa atasema tena haya. Maanake mambo yanaenda, lakini wewe upo. Leo maanake mahsusi ni kwamba kukufanya control, ubi under control. Yaani watu wanatengeneza system ili kukucontrol wewe mwenyewe. Ndio maana hata kama unapofanya kazi, unafanya kazi kwenye guidelines fulani tu. Yaani utafanya kazi kwa maelekezo haya na haya, upasi kuvuka hapa. Hata kama una innovation fulani, hata kama una creativity fulani, there is something you want just to reveal, hauwezi kuruhusiwa kwa sababu guidelines zako haziwezi kukuruhusu. Kwa hiyo lengo mahususi ni kukuondolea wakati fulani hata ubunifu. Kwa maana mtu yuko tayari kufanya kazi kwa muda mrefu, kuwa mtumwa kwa watu, wakati zaidi anapofika miaka 60 au 50 anaenda kupumzika with nothing. Ulisaidiwa kupata ya kula, kuvaa, watoto wasome, unasubiria kujenga. Sio intention ambayo naamini Mungu alikuumba ufanye. There is potential. Ndio maana hizi systems zinatengenezwa kucontrol potential yako. Wewe unaweza kuwa innovator kwenye kitu fulani, wewe unaweza kuwa creator kwenye kitu fulani, lakini kwa sababu you bet kwenye system hizi hujaji identity, haujatafuta identity yako. Kama nilishokuja kufundisha kule nyuma, haujatafuta identity yako, hata potential yako huwezi kuitumia effectively. Yaani once, mfano unaposhangaa simba ambaye anaishi na jamii ya kondoo, majani yameisha na anaanza kulia kwamba majani yameisha, that is great. Kwa nini? Kwa sababu yule ni simba aliyelelewa maisha ya kikondoo. Kwa maana mwandishi mmoja anaitwa Robert Greene aliandika, ni heri uogope jeshi la kondoo linaloongozwa na simba kuliko kuogopa jeshi la simba linaloongozwa na kondoo. Ndicho ambacho kinachotokea kama once you lose your identity, yani unaposhindwa kutambua identity yako ni nini, ile uniqueness ya kile unachoweza kureveal kwa ulimwengu. Kwa sababu Mungu alipomuumba kila mtu, apart from hizi system zote ambazo unazoziona, Mungu ameweka kitu ambacho unaweza kukitoa kwa ulimwengu na hamna mtu yoyote ambaye anaweza kukitoa. Na ndio maana hata wakati utakapokaribia kufa, in your deathbed, moja maswali mahususi ambayo yatakuja kwenye akili yako, hata kama ulitamani sana external validation, ulitamani sana applause za watu, jambo ambalo utakuja kugundua
ni ile mistake ulioshindwa kufanya kila ambacho ndani ya dhamiri yako ilikusukuma, ambao hicho ndicho Mungu alichokupokea. Kwa uweze kuelewa kwenye personal development ya kwamba licha hizi system zipo, basi unapaswa wewe kama wewe. You must find your freedoms, your dominant, mamlaka yako kutawala, your potential and your identity. Lakini hii imekuwa ni changamoto sana kwa ulimwengu huu, kwa sababu toka unazaliwa umefundishwa uende shuleni, lakini uelewa tunachoenda kusomea ni nini. Umesoma, umesoma masomo mengi, kama ni kwenye mlengo wa elimu, umesoma masomo mengi, umechanganya mara historia, mara siba, yani you don't know where you are going. Ndio maana nilisema katika kipindi kilichopita kwamba ikiwa utashindwa kutafuta identity yako kwamba mimi ni nani, ambao hiyo inakudrive kufind the area of your authority, kutafuta eneo lako la kimamlaka ambalo unaweza kufanya vitu vikaenda na maisha yakaenda. Kama nilivyotoa mfano wa kwamba ndege akiwa hauwezi kumfundisha ndege kupaa. Yaani anazaliwa siku hiyo, atakaa baada within a month or 3 months just to come ataanza kupaa. Huwezi kumfundisha kifaranga wa samaki kama amezaliwa eti kwamba tunaogelea hivi majini. That is an area of his authority. Yaani hilo ni eneo lake la kimamlaka ambao hahitaji training. Ndivyo kama hivi kwa hivi viumbe vidogo vilivyoumbwa na Mungu kwa ajili yetu si wanadamu, vyenyewe vina mamlaka hiyo kufanya vitu, mambo yanaenda. Vipi kuhusu wewe? Maana imekuwa katika hizi milengo na hizi system kwamba watu wanaishi na hizi system, na kwa sababu watu wanaishi katika hizi system wamebakia kucomplain na wanashindwa kuelewa kwamba adui yao lengo kubwa ni kuondoa freedom. Maana hata kama wewe si unafanya kazi kwa watu, nakumbuka kuna wakati fulani 2022 nilienda kufanya kazi kwa watu. Nafanya kazi kuanzia hata saa 10 unaenda kuripoti, unarudi saa 4 usiku. Sometimes hata hamna cha malipo. Yaani ni moja wapo kitu ambacho kilinipushi sana kuuliza ni kwamba ikiwa ninamfanyia hivi, na tunafanya kazi kwenye kampuni, nafanya kazi tunaingiza invoice zaidi ya milioni 100, lakini yani ukiangalia unachozalisha, input unaweka na kile unachopata, niliweza kujifikiria kama mimi naweza kuwafanyia hivi watu wana succeed hivi, kwani mimi siwezi kustruggle hata kama ni cha kwangu, hata kama ni kwa muda mrefu then realize. Mmoja wapo vitu ambavyo vilini emphasize kugo deep ili niweze kuweza kujifunza how ninavyoweza kureveal kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Yaani ndicho ambacho kimekuja kutokea katika system nyingi zote zinazotokea kwamba adui anakuwa nyuma. Ndio maana kuna kitu kimoja kinaitwa Hegelian dialectic kwamba adui analeta mifumo yake lakini ametulia. Mnapoendelea kuteseka na hii mifumo tena kutekeleza, anakuja baadaye kutoa proposal kwamba ili upate kitu fulani lazima ufanye kitu fulani. Ndio ambacho inatokea condition sasa hivi kwamba watu, kwa sababu tunahangaika kutafuta mkate, kwamba moja ya vita kubwa sana ambayo inatokea sasa hivi ni vita ya kiuchumi. Yaani kuanzia kwenye family level mpaka kimataifa, kwamba kila mtu ana struggle angalau apate chakula, apate mapato, apate maradhi. Sasa inapotokea kwa sababu hamna namna, lazima mtu kuna wakati fulani ana compromise baadhi ya standard. Yaani unashusha baadhi ya viwango ambavyo wewe mwenyewe unajua kabisa ninapaswa niishi kwenye viwango hivi, kwenye level hii na hii, ili tu angalau upate chochote kitu uende kuishi. Ndio maana watu wengine wanakuta anafanya kazi kwa muda mrefu kwa sababu unaogopa kwamba once I move here nitaenda wapi? Yaani adhifu system hizi zilipotengenezwa ni kama maisha ya mfungwa. Maisha ya mfungwa akiingia gerezani kama ni miaka 10, 20 au 30, ataishi humo, hata fikiria chochote. Hata waza maisha ya future mpaka siku atakapokaribia kutoka. Zikikaribia siku 2, siku 3, utachanga mfungwa aliye gerezani anaanza kuwaza tena kuishije. Jamani kule hata sielewi. Nimeishi muda mrefu. Yaani licha alikuwa ni mfungwa muda mrefu, wanda wakati fulani akanalamika, mimi nateseka, anaumia, anatumikishwa kazi. Ila kuna wakati anapokaribia kutoka tena, huyu mtu anaanza kujuta. Na wakati fulani anaanza kuwaza, ikiwezekana mimi tu nitafanya kosa tena nirudi huko. Kwa nini? Ndivyo ambavyo imekuwa katika hii mifumo. Ndivyo ambavyo imekuwa katika hii milengo. Kwamba watu tumeishi maisha ya utumwa tukayaona kama ya kawaida. Hii ni kama story ambayo nimeisoma ambayo alifanya Plato wakati fulani, alieleza kisa katika vitabu vyake alivyoandika kwamba watu walikuwa kwenye shimo, kwenye pango, kwenye giza nene, wamekaa kwa muda mrefu. Siku moja mtu mmoja akatoka kwenye ile pango akaja kwenye ulimwengu wa kawaida.
Alipokuja kwenye ulimwengu wa kawaida akashangaa kumbe kuna jua, kuna miti, yaani kuna mandhari mazuri. Baadaye akarudisha tena kwenye papa. Akaanza kuambia wale wenzake, "Jamani, hivi mnajua kuna ulimwengu mwingine mzuri zaidi kuliko huu tunaoishi?" Watu wengine akamwambia, "Unasema kuna ulimwengu mzuri zaidi, kuna mandhari mazuri zaidi kuliko tunaoishi humu mpangoni?" Wale mwingine hawakuweza kumuelewa. Acha kutuchanganya. Kwa sababu wamezaliwa wanaishi mle, wamekuwa wanaishi mle, wanazeeka wanaishi mle, mpaka wanakufa wanaishi mle. Kwa anaona sometimes hayo maisha yanakuwa ndio hivyo. Kumbe kuna mwanga mkubwa zaidi. Kuna enlightenment kubwa zaidi kuliko unaweza kufikiria. Ndivyo ambavyo imetokea katika hii milengo. Kwamba watu tumezaliwa ikiwa ni katika hii milengo, ikawa ni socialism, ikawa ni crisis za kidini, ikawa ni crisis za financial, ikawa ni hizi personal crisis, ikawa ni financial. Kwa maana yake mtu kimwona, huo ndio uhalisia wetu. Hayo ndio maisha yetu na huo ndio ukomo wetu. Lakini behind the veil, mimi ninachoweza kukwambia kuna kitu cha ziada zaidi. There is something more ambacho ninachoweza kukwambia kwamba you must see, na ambacho naanza kumaliza kwenye kipindi hiki cha leo, ndio tunachozungumzia kwamba who is true enemy. Kwanza lazima tuondoe ujinga. Yaani wakati fulani tunapaswa tukubali kujifunza a true knowledge. Mbona unapoambia kwamba elimu ni ufunguo wa maisha, hivi kama kweli elimu ni ufunguo wa maisha, kwani unaona watu wengi ambao wamesoma mpaka level ya chuo kikuu wanarudi mtaani wanalia, wanateseka? Kama kweli hiyo elimu aliyoipata ndio ni ufunguo wa maisha, kwa nini wanaumia? Kwa nini wanalalamika? Kwa uweze kuelewa pia kwamba kingine, vitu vingine unapoambiwa hivi, unapaswa utafute kitu ambacho kinachokuwa behind the veil. Yaani unatakiwa utafute kitu ambacho hakizungumzwi na watu. Ukisikia si uhuru wakati fulani, tafuta kipengele kingine ambacho hakizungumzi uhuru, ili uweze kuelewa uhuru huu wanaosema ndio uhuru kweli. Kwa sababu milengo hii ambayo unavyoiona inawatawala watu karibia katika kila aspect ya maisha, inaamua hata hatima yao. Ndio maana mtu basi anaona, licha kwamba anaona kabisa anatumikishwa, anaona kabisa hii sio kweli, anaona kabisa hapa kuna mateso, basi mtu anaona tu kwamba basi ngoja niishi hivyo hivyo, kwa sababu amekubali nini? Ni kama ile ya Plato kwamba kuishi kwenye maisha ya giza mpaka anapokufa. Lakini ninachoweza kukwambia, wewe una deni. Mungu alivyokuumba una deni, kwa sababu Mungu amekuumba, ameweka kitu fulani. There is potential. Mimi na wewe tunaishi kwenye hii generation ambayo ina changamoto nyingi sana. Kuna vitu vingi kuanzia unapokuwa mpaka kurealize stream yako ni moja wapo kitu ambacho ni challenge sana. Baba yako, mama yako hawezi kukubali urealize kile unachofikiria kufanya. Ulimwengu hawezi kukubali urealize kile unachohitaji kufanya. Marafiki zako sometimes wasikubali. Always. Kwa nini? Kwa sababu watu hawaamini kile ambacho hawajakiona. Sometimes watu unaweza kueleza kile unachofikiria kwamba hiki naweza kufanya na hiki na natamani fanye, nakwambia kwa wewe tunayekujua. Kwa nini? Watu wameamini kuwa katika mifumo ya kitumwa kuliko kutafuta uhuru. Maana there is sacrifice ambao unachohitaji. Nini ambacho ninachomaanisha? Kuna vitu vitatu ambavyo natamani kuambia. Ningekuwa na karatasi ningekuchorea. Kuna kitu kimoja kinaitwa identity, kuna kitu kimoja kinaitwa process, na kitu kimoja kinaitwa outcome. Watu wengi, maana tunaposema identity, nimeuzungumzia kwenye kipindi kilichopita, upekee wako, ambao hii inakudrive kuelekea kwenye kutafuta eneo lako la kimamlaka. Na hiyo maana once you know your identity, itakusaidia kutafuta michakato, to choose means of transport, ili uweze kufikia mahali ambapo unatamani ufike. Maana utachagua njia ya kupita ili uweze kufika. Lakini kitu cha mwisho kinaitwa outcome, matokeo ya kile ulichochagua kutoka ndani. Ujue watu ambao wanafanya vitu toka ndani huwa wanafanya kwa furaha sana. Hata kama wanafanya kwa muda mrefu, hata kama kinaumiza vipi, ila ni huwa wanaenjoy hata yale maumivu, kuliko vile ambavyo wakati fulani unavifanya kwa furaha lakini havitoki ndani. Mfano, inatokea nini sasa ninapokuwa hivyo? Ningeweza kukuchorea hapa ambacho nimesema kuna identity, kuna process, kuna outcome. Wengi wa watu leo wanafocus hapa. Wanafocus kwenye outcome. Wanafocus kwenye matokeo. Ukiambiwa bwana, biashara matikiti maji inalipa sana. Nikiongeza shilingi ngapi? Milioni 10. Unachukua hela unaenda. Ila bila kufuatilia kwamba michakato, process
Je, mimi niki-involve huku, mimi nikijihusisha huku, kweli ninaweza kuwa na matokeo? Yaani mtu akisikia tu kwamba bwana biashara za kidini zinalipa sana, atatafuta namna yoyote ile, hata kama ni imani za kishirikina, aonekana anafanya miujiza na nini, ili tu kufulfill. Ila at the end always watu wanaofanya hivyo wanaenda kuregret, unakuwa na majuto. Wengi wanaangalia outcome, yani matokeo, kwamba unaonekana una magari, ukishuka pale tunakunyenyekea, yani ndio na hiyo. Ndio maana watu wengi ambao hawaishi kile cha ndani, ambao hawaishi identity yao, ni watu ambao hata kwenye social media wanaoposti mambo ya furaha, mambo ya kuonyesha, ikiwa ni mali walizonazo, ikiwa ni magari na yani wanataka watu wawatambue, kwa sababu mioyo yao wameshaisaliti. Yani once you follow systems ambazo zimewacolonize watu, ambazo zimewacontrol watu, ambazo lengo mahususi ni kuondoa uhuru, freedom, dominance, mamlaka yake kutawala, your potential, kutumia potential yako, yani uwezo wako wa kufanya vitu, na identity yako, vitu vinne. Maana kinachotokea ni nini? Maana utaona kila mtu ameposta na gari jipya na maisha mazuri, lakini ndani ya moyo wake he is loning. Kwa nini? Yani ameshindwa kutambua kile kilicho ndani yake ili kimsaidie kufanya michakato. Kwamba wewe dream yako nataka kuwa lawyer, lakini wazazi wako wanakuona wewe unafiti sana kwenye masomo ya sayansi. Kwa hiyo tunachotakiwa wewe kasomee pharmacy, wewe kasomee nursing, wewe kasomee doctor. Yani ila wewe ndani ya moyo wako what you need just to fulfill kila ambacho wakati fulani ungebelong, ungekuwa innovator mkubwa, ni kila ambacho unaumbiwa. Lakini kwa sababu ya kupata hizi external validation, halafu mtu anafanya ngoja tu nifanye kualizisha. At the end anayekuja kuumia ni wewe, sio wale waliokushauri. Kisa fulani nimekisoma katika kitabu kimoja kinaitwa The Kingdom, ya mtu mmoja ambaye alikuwa daktari mkubwa sana Marekani, ambaye pia alipokea katika zile tuzo za wale ambao wana sayansi bora ambao wanafanya kazi katika nchi ya Marekani, ambao wanafanya zile innovation kubwa au kama ni surgery kubwa. Yeye pia alikuwa miongoni. Siku moja wakati anaenda kupewa awadi, yani ile zawadi, ameenda na familia yake, ameenda na baba yake, ameenda na watoto wake. Ikafika muda wa kupewa awadi, kwa kaitwa fulani ndo nani wetu mkubwa, daktari ambaye anafanya kazi kubwa, na hivyo anabia awadi. Alipokuwa anaenda pale, yule mshereheshaji akasema basi aongee maneno hata kwa dakika moja. Ule wakati ameshika ile microphone, ile mtu akaanza kulia pale. Alipokuwa analia, watu wa automatic, kwa sababu ilikuwa ni tukio la furaha, akasema amelia kwa sababu ana furaha sana moyoni. Kwa akashindwa kuongea, akaondoka pale, akaenda kukaa na ile tuzo yake. Fika muda wa kuondoka, amepanda gari na babake na familia muondoka. Wakati wakiwa njiani, babake akamuuliza sana, hasa ulivyokuwa kwenye piki ya furaha kiasi kile, kwa nini ulishinda kuongea ukaanza kulia? Ile kijana akamwambia, akatulia kwa muda, afa akamjibu babake, ndoto ya kuwa daktari haikuwa ndoto yangu, ilikuwa ndoto yako wewe. Na hivyo ulishindwa, na hivyo katamani mimi nifanye hivyo vitu. Nimepata pesa nyingi sana, nimepata umaarufu mkubwa sana, ninaheshimika kazini, lakini moyo wangu haujai kupata amani. Niache niishi maisha yangu. Nimetosha kufanya vile ambavyo wewe ulitamani. Mimi nilitamani kuwa mwimbaji mkubwa, lakini wewe ulitamani wewe niwe daktari. Ndio maana nililia. Nilijiona najisaliti, nyewe wenyewe mmefurahi pale, watu wanashangilia, lakini ndani ya moyo wangu sina amani. Naomba uniache niishi maisha yangu. Ndicho ambacho kinachotokea, kwamba unapo neglect kuzingatia kile cha moyoni, hata process imechakato ambayo unayopaswa kufuata, utafuata vitu vingine vyovyote. Ndio maana utaona watu wengi sana wanahangaika, ikiwa ni kuongeza elimu, yaani kwa sababu uliziki, kwa sababu unataka sisi tukutambue. Lakini hivi vitu vyote sio wewe, kwa sababu hivyo vitu ni watu ambao wametengeneza watu ili wakutambue, ili tukutambue kwa level fulani. Hiyo sio potential yako. Yaani kuna wakati fulani kuna watu wanaishi maisha kuliko wewe. Yaani wanaishi maisha uenda kwa wewe kifinancial na wazidi, au si vitu fulani unavyomiliki na si status kwenye jamii na wazidi, lakini wana maisha furaha kuliko wewe, kwa sababu
they find the way to live well. Yani wako connected na nafsi zao wenyewe. Unaposhindwa kujiconnect wewe mwenyewe, hata kwenye masuala ya kiroho huwezi kuwa active. Kwa sababu utataka hata kama wewe ni kiongozi wa kidini, yani tukutambue kwa cheo kikubwa. Ikiwa tutakurecognize kwa namna hiyo, basi tunaona kama tumekupuza au tumekudharau. Ndivyo ambavyo jamii imetengeneza mifumo yake. Kwa sababu gani? Watu wamelose maendeleo yao binafsi. Ndio kama ile historia ile daktari. Watu unapo lose maendeleo yako binafsi, ndivyo ambavyo kinatokea nini? Wewe unakuwa unaishi maisha ya kutulizisha watu huko nje. Ikiwa una magari, ukinunua tu kitu umeposti. Chakula cha mchana nacho umeposti. Cha jioni, so what? Hiyo ni moja wapo ishara ya kwamba yani bado maendeleo binafsi huna. Kwa sababu si kila kitu unaweza kufanya kwa ajili ya nje. Si kila kitu utatambulisha kwa nje watu wote waone. Yaani maana watu wakitaka wakustadi kwa sasa hivi kinachotokea, wanaingia tu kwenye social media, ikiwa ni kwenye account yako, wanafikiwa ni status zako, wanaambia anajua huyu mtu sasa hivi yuko kwenye modu. Na ndio inakuwa easy zaidi kuwa mind control. Yaani mind yako inabii controlled na watu, hata emotions za watu. Kwa nini? You don't know. Kwa nini ambacho nachoweza kusaidia katika who is true enemy? Moja ya kitu ambacho tunacho adui yetu mkubwa ni kujisaliti sisi wenyewe. Tunajisaliti kuwa wa kweli kwa nafsi zetu na kwa Mungu. Kwa sababu Mungu anaongea na dhamiri ya mtu. Yaani hata kama wewe utasema mimi si Muislamu, Sunni, si itikadi kali, but the reality, dhamiri yako inakwambia nini? Hata kama wewe unasema si ni mlengo wa siasa, si ni nini, movement za kisiasa, lakini dhamiri yako inajua the real what you want. Nini unachopaswa uwe, nini unachopaswa ufanye, na vipi unapaswa kuishi na watu. Unajua vitu vyote hivi hata UK unaweza accumulate sifa nyingi duniani, lakini hautazipata nazo, utazikwa wewe. Ndio maana nikasema katika kitanda cha mauti, vitu ambao huwa inakuja si vile vitu ambavyo ulijaribu ukashindwa, lakini vile ambavyo ulipaswa ufanye lakini haukufanya. Na hiyo ndio inaitwa majuto makubwa kuliko yote. Kwamba yani kuna vitu sio kama ulijaribu ukashindwa. Regret kubwa inakuja vile ambavyo ulipaswa ufanye lakini hukufanya. Au ulipaswa ufanye kwa uaminifu fulani lakini ukafanya kwa kupindisha. Lakini sisi tukakuona wewe una integrity, una uadilifu, lakini ndani ya dhamiri ya moyo wako unajua hujafanya kwa uaminifu. Katika kitanda cha mauti, hiyo picha huwa zinakuja zote. Ndio maana wale mwalimu wangu mkubwa sana alinipa story hii wakati akiwa kwenye training ya personal development. Ninapoenda kumalizia, wakati akiwa kwenye training ya kujitambua binafsi, alichukuliwa na yule trainer wake, mentor wake akamchukua akampeleka session moja, akampeleka kwenye maporomoko ya maji. Wakati akiwa anampeleka kwenye maporomoko ya maji akamwambia geuka nyuma. Maana maporomoko yakawa nyuma, yeye ameangalia hivi. Akamwambia unasikia nini? Akelele sana. Akageuka akamwambia geuka. Akamwambia angalia, unaona nini? Naona tu kama ukungu. Ndivyo maisha yalivyo. Wakati fulani watu wanaishi hofu and not dead. Yani wanaishi hofu badala ya kuishi uhalisia wa maisha yao. Yani kama most of people they live the fear and not the dream of their life. Kwamba wengi tunaishi hofu kwa sababu maisha ni magumu sana sasa hivi. Yani mtu anaanza waje nifanye hivi. Wakati fulani baba ina moja session moja pale ichukuliwa, alipeleka hospitali. Wakati fulani yule mama akampeleka hospitali mapema akamwambia nenda wodi namba same fulani, akafika. Kuja hapo kufanya nini? Akaambia mwalimu wangu alinielekeza. Baada ya muda kupita kama dakika chache, mwalimu akaingia. Akamtambulisha kwa mwenzake, huyu ni mwanafunzi wangu na nini. Kumbe madaktari kama rafiki zake. Mbele yake kulikuwa na kitanda ambacho kuna mtu alikuwa amelala. Na hivyo alikuwa ameenda kumtembelea. Yule mwalimu wake akamwambia, unamwona huyu mtu? Ana wiki moja tu ya kuishi duniani. Na hivyo kuna vitu vichache ambao nimekuleta kwake ili ujifunze. Na hii ukaweze kuvifanyia kazi. Ile mwanafunzi akauliza, kwa nini mwalimu umeleta hapa sasa? Ninajifunzaje kwa mtu ambaye wakati fulani yuko kwenye ambaye anajua na wiki chache, yani ana siku 7 za kuishi.
at the end afe. Mwalimu wake akamwambia msikilize, akamwambia mwalimu wake akamuuliza yule mgonjwa kwamba, akamwambia Frank, huyu ni rafiki yangu na ni mwanafunzi wangu na mtrainer nini. Akamwambia sasa, ni kitu gani ambacho unajihisi kuumia wakati ambapo umebakiza siku chache kabla ya maisha yako kuisha? Akamwambia ninaumia na ninajuta kwa vile ambavyo sikuvifanya ambavyo nilitamani kufanya. Akaeleza wakati nilikuwa high school nilikuwa mwandishi mzuri sana wa vitabu, na hivyo niliandika mpaka nilipofika chuo. Lakini baada ya muda ile cloud ya jamii ilinishawishi, na hivyo nikawa mtu mhamasishaji, mwimbaji mpaka ninapofika hapa. Nilipokuwa nimelala katika hiki kitanda, ninajuta kwa maumivu makali sana vitabu vile ambavyo sikupublish. Huenda vitabu vile ningeandika vingeenda kuwasaidia watu, na hivyo nina siku chache na there is no way out, kwa sababu nilikuwa naumwa ugonjwa wa figo. Nini ambacho ninachotamani kuambia? Moja kitu ambacho kinachoweza kuletea confusion ni kushindwa kuelewa adui halisi ni nani. Na moja adui halisi, hata licha ya yote yanayotengenezwa, wewe mwenyewe unapaswa uwe wewe kama wewe. Usiangalie cloud, usiangalie kualizisha watu. Usiishi maisha ya kutufurahisha sisi, usiishi maisha ya kusubiri watu wakutambue. Hivyo ndivyo ambavyo watu wamekuwa wakiteseka. Yaani unafanya ikiwa ni dini, basi utavaa kanzu refu ili kuwatishia kila fulani, na wakati fulani wasipoongea utaenda nyumbani unaumia. Kwa lolote nilifofaa vile hajaniona. Kwa nini? Unaishi kwa external validation. Nini ambacho ninachotamani? Upasi kujisaliti. You must be connected to yourself, to your heart set, to your mindset and to your soul set. Moyo wako, nafsi yako na akili yako. Kwa sababu nini ambacho ninachomaanisha hapa kwenye training? Kwenye maisha kuna vitu hivi. Ukiacha tu maisha, wewe mwenyewe kuna vitu vile ambavyo unatakiwa uelewe. Your mind and your heart they are be connected. Moyo na akili ndivyo ambavyo vinaweza kudrive maisha. Akili yako inaweza kuishi miaka 10 iliyopita, inaweza kuishi miaka 5 mbele. So inaweza forecast na inaweza kuishi kwenye past, kwenye mambo yaliyopita. Lakini moyo they only live in the moment. Moyo unaishi sasa hivi, hauishi jana, hauishi kesho. Once moyo unapodunda unaishi sasa hivi. Moyo wako unajua uhalisia wa wewe unapaswa uwe nani, wa wewe unachopaswa kufanya na kwa vipi unapaswa kufanya. Changamoto inayotokea ni nini? Unapo lose connection, unasikia dhamiri yako inakushuhudia kitu fulani, unapozilia mbali, unapofika mpaka mwisho kabisa unakuwa huisikii. Kwa kinachotokea nini? Unataka sisi tukutambue kwamba wewe ni mtu fulani. Yaani hata kama ni baba, ukifika nyumbani utambue baba. You lose your connection with yourself. Nini ambacho ninachotamani niwaambie wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa vipindi hivi vya Injili ya Sayansi? Personal development ndio kitu muhimu zaidi. Ukiacha your heart set, mindset, soul set na head set, afya yako, moyo wako, nafsi yako na akili yako, moja kitu cha msingi sana ambacho unaweza kuzingatia ni wewe binafsi. Who are you? Hili ni moja hapo ambao jambo nitakaweza kulisisitiza. Unapaswa kujitambua ni nani. Na kama ukijitambua ni nani, itakusaidia uweze kuoperate vitu ambavyo unapotamani. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asanteni sana kwa kufuatilia vipindi vyetu. Karibu tena katika session zingine zitakazoendelea. Asante sana.